maisha ya kutokumpendeza Mungu, kwa sababu alianza kuabudu mizimu, miungu mingine tofauti na Mungu wa Israeli, Mungu wa baba yake Daudi. Sasa ilipotokea hivyo, Mungu akamtumia nabii, akamwambia, Bwana, kwa sababu umeamua kugeuka, nitakachokifanya Sulemani, nitaunyang'anya ufalme wako, lakini sio kwako wewe, lakini mtoto wako atakapotawala. Mambo haya ndipo atakapotimia, kwamba nitauchukua ufalme na nitampa mfanyakazi wako. Baada ya kuchukuliwa ule ufalme, wakabakia makabila mawili ambao wakawa upande wa nyumba ya Daudi, na ndio maana Yesu alikuja akazaliwa katika nyumba ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakabakia makabila mawili, kwa maana ya Yuda pamoja na Benjamini. Biblia inaeleza akatawala mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Yeroboamu. Baada ya kutawala huyu bwana, kwa kukawa na mgawanyiko. Makabila haya mawili yakawa yanamiliki mji wao mkuu unaitwa Yerusalemu. Makabila haya 10 yakawa yana mji wao mkuu unaitwa Samaria. Sasa ndio maana hapa inaeleza habari ya Samaria kwa habari ya hao wakoma pamoja na huyu mfalme. Kwa hiyo jeshi la Washami au la Wasiria kwa kipindi hiki lilitoka kwenda kupigana na Israeli, yale makabila 10, na mji wa Samaria, Biblia inaeleza ilifika kipindi ukazingirwa na jeshi la Washami. Kwa hiyo kukawa hakuna huduma ya chakula, watu hawatoki kwenda kufanya kazi, watu hawatoki kwenda kujipatia kipato. Kwa hiyo kukawa na njaa kali sana. Biblia inaeleza mpaka kinyesi cha njiwa kikawa kinauzwa pamoja na vichwa vya punda vikawa vinauzwa. Ikafikia kipindi mpaka watu wakawa wanapika watoto wao wanakula. Njaa ilikuwa ni kali sana. Sasa wakoma hawa wakawa miongoni mwa watu waliokuwa wanaathiriwa na hili balaa la njaa. Biblia inaeleza tena wao ilikuwa ni zaidi, kwa sababu wao walitupwa nje ya lango la Samaria. Biblia inaeleza wakoma hawa wakasemezana, wakasema, mbona tunaishi hapa chakula hakipo? Sasa mimi naona kama tumejikatia tamaa. Kwa sababu ya kujikatia tamaa huku, tunafanyaje sasa? Huko mjini napo kuna njaa, sisi hapa hatuna msaada. Tukisema twende kule mjini tukajishanganye, tulazimishe, kule hakuna chakula. Lakini tukisema tubakie hapa tutakufa. Sasa cha kufanya, hawa Washami waliouzingira huu mji, twendeni kwenye kambi lao, bora wakatuue, lakini tukapate chakula. Bwana Yesu asifiwe. Walichofanya wakoma hawa 4, baada ya kusemezana, wakathubutu, wakaamua kuthubutu na kujitoa muhanga kwamba bora tukafe huko kwenye jeshi, kwenye kambi ya Washami. Yaani Washami wameiteka nchi, iko chini ya ulinzi. Hawa wakoma wakaamua twende pale wakatuue. Na katika hali ya kawaida kweli ilikuwa ni ishu ya kwenda kuuawa, kwa sababu hawa wako chini, nchi nzima iko chini ya ulinzi, pamoja na mfalme wa nchi na yuko chini ya ulinzi. Wewe unasema twende kule tukafanyaje? Tukauawe. Wakituhifadhi
wakituua watuue, sisi tunataka chakula. Kwenye maisha huwa inafikia kipindi ambacho utumishi wa Mungu una uwezo wa kuwa unapitia kwenye changamoto ukachoka. Unaweza ukawa unapitia kwenye swala fulani likakuchosha, unaweza ukawa unapitia kwenye ugonjwa fulani ukakuchosha, ukaamua kujitoa muhanga, bora nife. Sasa mtu aliyeokoka anapopitia kwenye majaribu ambayo wanadamu hawawezi kumsaidia, tumeelekezwa na neno la Mungu kwamba sisi upo msaada wetu ambao ni Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Unapopitia kwenye changamoto yoyote, mwite Mungu, maana Mungu ana majibu ya changamoto yako. Kama wanadamu ni swala la muda, lakini Mungu, maombi ambayo huwa tunayaomba, Mungu anayasikia, anatuwazia mema, na Biblia inasema huliangalia neno lake apate kulitimiza. Sasa kwa sababu ya maumivu ya changamoto au ukubwa wa changamoto ulionayo, huwa tunaona kama Mungu amechelewa kukujibu, huwa tunaona kama Mungu hana uwezo wa kukujibu. Lakini nataka nikutie moyo, mtu wa Mungu, Mungu huwa anayasikia maombi yako na yupo kwa ajili ya kukujibu mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zipo hatua ambazo mtu anatakiwa azichukue ili akutane na muujiza wake. Zipo hatua ambazo mtu huwa anatakiwa kuchukua ili akutane na muujiza wake. Jumapili tulijifunza kwa habari ya Esther pamoja na Mordekai na wana wa Israeli walipokuwa wamepitia kwenye changamoto ya kuangamizwa na Haman. Biblia inaeleza, inasema walipochukua hatua ya kumwomba Mungu, walipochukua hatua ya kumlilia Mungu kwa habari ya ile changamoto, Mungu hamtupi mwenye haki. Mungu akasikia maombi ya watu wa Mungu, badala ya kuangamizwa, yule mtesi wao aliyepanga njama ya kuangamiza, yeye ndo akatundikwa juu ya mti akawa amepotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lipo jambo walilochukua, zipo hatua walizochukua. Kwanza walichukua hatua za maombi, kumwomba Mungu. Sisi watu wa Mungu, kumwomba Mungu ni wajibu. Haijalishi jambo liko kubwa kiasi gani, haijalishi sura ya jaribu lako ni kubwa kiasi gani, lakini una wajibu wa kumwomba Mungu ili Mungu atatue changamoto unayoipitia. Sasa inapofikia kipindi unajikatia tamaa, unaona Mungu hayupo, unaona Mungu hawezi kukusaidia, hapo ndo inapotokea changamoto. Lakini tunapojifunza neno la Mungu linaelekeza, ndugu zetu hawa baada ya kupitia kwenye changamoto walichukua hatua gani? Ukizisoma hizo hatua walizozichukua, unaelewa na unajifunza kumbe sitaki kukata tamaa. Kama Mungu alijibu yale yaliyoshindikana, kumbe hata mimi ipo siku Mungu atanikumbuka. Ni swala la kuendelea kumwomba Mungu bila kukata tamaa. Namkumbuka kijakazi mmoja ambaye alikuwa anadai haki yake kwa bwana kadhi, kwa maana ya hakimu. Akawa anamfuata kila wakati, anamwambia, kadhi, naomba unipatie haki yangu na mdeni wangu. Huyu kadhi, Biblia inasema, kwanza alikuwa na majivuno, alikuwa hajali watu, wala alikuwa hana mahusiano mazuri na watu. Lakini kwa sababu ya kuendelea kumfuata kila wakati, anamwambia jambo lile lile, yeye yule kadhi, yule hakimu akachoshwa na safari za yule kijakazi alipokuwa akimwendea kila siku. Akasema, kwa sababu huyu mwanamke amenichosha kwa kunifuata kila siku, ananiambia jambo lile lile,
lakini nitampatia haki yake. Yeye anaona amechoshwa, kumbe ndani yake ndiyo majibu ya yule kijakazi. Haleluya! Yeye anaona amechoshwa, kumbe ndo salama ya yule kijakazi. Kijakazi akapata haki yake kwa sababu ya kwenda mara kwa mara bila kuchoka. Biblia inasema kwamba nanyi mwapasa kumwomba Mungu bila kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa wakoma hitaji lao likajibiwa kwa sababu waliamua kuchukua uthubutu. Na uthubutu waliouamua kwamba tukikaa hapa tutakufa, tukienda mjini hakuna chakula tutakufa. Sasa bora tuende kwenye chakula. Duniani huku wapendwa, hakuna msaada. Upo msaada kwa wale wasiomjua Mungu, ndivyo wanavyoona. Lakini kwa sisi ambao tunaomjua Mungu hakuna msaada. Ukishajua hakuna msaada, kwamba ukikaa kule bila kuomba jibu lako haliulipati. Lakini ukiamua kwenda kwa mganga wa kienyeji kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, bado utapata majibu yako, si ndio? Sasa unachotakiwa kufanya ni nini? Ni kujitoa mhanga, kuendelea kumwomba Mungu mpaka majibu yapatikane. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka ushuhuda mmoja aliutoa mtumishi wa Mungu mmoja, akasema mtu mmoja, na of course sio nimekumbuka vizuri. Ushuhuda huu unamhusu, kuna mchungaji mmoja wa Igombe Mwanza, anaitwa John Matias wa EAGT. Huyu mchungaji alikuwa ni mwanajeshi, amestaafu tu juzi hapa. Huyu mchungaji alipata changamoto kabla ya kuokoka, akapata virusi vya ukimwi. Na ukimwi wa kipindi hicho ambao haukuwa na dawa, ukiupata unaambiwa fanya mazoezi, kula mboga, kula vizuri. Wakati huo hata kula yako wewe ni ya shida. Yaani unaambiwa kula mboga, kula matunda. Unaelewa vizuri fanya mazoezi. Yaani una stress za umepata ukimwi, alafu unaambiwa fanya mazoezi. Na ukiwa na stress, mimi nataka nikwambie kitu moja. Ukiwa na stress huwa hata mazoezi huwezi kufanya, kwa sababu mazoezi yanahitaji uconcentrate, yaani umaanishe. Sasa ufanye mazoezi, ule mboga za majani, umeelewa? Afu kipindi hicho yeye alikuwa hajaoa, ule vizuri matunda. Wakati huo pengine labda maisha yako sio ya type hiyo, yaani hujafikia hicho kiwango kwamba kila kwenye msosi ukitengwa wanasema mboga saba inakuwepo, matunda, mboga za majani zipo. Hiyo ilikuwa ni kazi. Sasa kipindi hicho ilikuwa ukipata maambukizi ya virusi vya ukimwi au kupata ukimwi ilikuwa ni shida. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu yule kapata ukimwi. Nakumbuka mtu mmoja wa Mungu akamshuhudia, rafiki yake mmoja anaitwa Mchungaji Zakaria Ngulume, yuko Bukoli pale. Alikuwa ni rafiki yake sana, na kipindi fulani pia alikuwa askofu. Nafikiri mchungaji anamfahamu vizuri. Sasa yule rafiki yake akamwambia, bwana, ndio Yesu anaponya na nini pale Furahisha Mwanza, mmoja wa Furahisha, kulikuwa na mkutano wa Moses Kulola. Akapita mbele, akaombewa ya mtumishi wa Mungu. Baada ya kuombewa akaondoka.
kufanya, ukimwi bado huko, ukimwi bado huko, yaani bado hajapona. Akaondoka, akawa amejazwa imani kwamba wewe sasa hivi unatakiwa uendelee kumwomba Mungu. Akasema, Bwana, hata kabla ya kuniambia mimi kwa hapa nilipofikia, lazima nijitoe muhanga. Huyu Mungu kama ana uwezo wa kuponya, mimi nataka niponye huu ukimwi. Kwa hiyo nyinyi msinishauri sana kwa habari ya kuomba, kwa sababu mimi bora nifie kwenye maombi. Yule mchungaji akaanza kumwomba Mungu. Leo hii wewe hauna habari na maombi, kwa sababu ukiangalia ndani chakula kimo, familia inaendelea vizuri, kazi zako zinaendelea vizuri, ndio maana pia una ujasiri wa kufanya chochote. Sijui kama tunaelewana. Lakini ukishanasa kwenye changamoto, hautamkumbuka bebi, wala hautajua kama kuna debe la unga ndani. Hata leo hiyo pilau la leo na Christmas bado hautaliwazia, kwa sababu umenasa, unakuwa uko peke yako. Na hapo ndipo ambapo Mungu huwa anataka ajidhihirishe, kwa sababu unakuwa bakia peke yako. Yule mchungaji akaanza, wakati wanakaa kambini, akaanza maombi. Kwanza hiyo ukimwi aliupatia Dar es Salaam, kwa hiyo ikabidi asafirishwe kwamba huyu bwana mpelekee, asogee kanda ya Ziwa nyumbani kwao huko, hata aende kwenye vikosi vyetu huko, ili akifa inakuwa ni rahisi kufanyaje, kwenda kuzikwa, jeshi lisipate gharama sana, asogee karibu na ndugu zake. Yule mchungaji alikuwa anaishi kambini, akaendelea kumwomba Mungu kwa machozi mengi sana. Leo wewe unapomwomba Mungu hauombi kwa machozi, haulii, kwa sababu mambo yako yako vizuri. Yaani kuna wakati ambao una uwezo wa kuwa unamwomba Mungu, huyalazimishi machozi, wala uambiwi muda huu nenda kaombe. Hata huo usingizi ambao wewe unaupata, usingizi unakuwa haupo. Yaani usingizi unaweza usilale hata mwezi mzima, kwa sababu uko kwenye changamoto. Kwa hiyo mwili huu ulivyotengenezwa ni kwamba unapokuwa na amani, yaani ubongo unapo sense, ukajikuta ubongo unakwambia wewe una amani, unapeleka mawasiliano kwenye viungo vingine, una relax, unasinzia vizuri, unatamani pilau na kachumbari na Pepsi ya baridi. Lakini ukiwa kwenye changamoto, ubongo unajua kwamba hapa tumekwama. Kwa hiyo hakuna njaa, wala huwezi kutamani Pepsi ya baridi. Unaweza kusema hiyo Pepsi inaenda kaiko kwenye sufuria cheuke kabisa. Changamoto nazungumzia. Mchungaji akaumimina moyo wake kwa Mungu. Anaeleza siku moja yuko kambini, kama unavyojua kwenye kambi ya jeshi, alikuwa saa moja wanapaita Ihale. Kuna kambi ya jeshi hapo. Kutoka tu airport kama unaelekea Igombe, kuna kambi ya jeshi hapo inaitwa Ihale. Mchungaji alikuwa pale. Sasa kwenye makambi ya jeshi huwa kuna misitu. Yule mchungaji alikuwa anatoka ndani usiku, anaenda kwenye umande, kwenye miti, anaanza kububujika usiku kucha bila kusinzia. Hauwezi kusinzia ukiwa na hatari kwa maisha yako. Kwa hiyo mchungaji akaendelea kumwomba Mungu. Sasa mlinzi siku hiyo, mtu aliyekuwa zamu, amepoki bunduki yake, anasikia kuna kitu kinaunguruma, anaenda kwa lugha, kuna mnyama gani
Wakati anaendelea kusogea, akaanza kuwa anakutana na sauti kama ya binadamu. Akasogea, akaendelea kusogea, akaenda akamwangalia vizuri, kumbe ni John Matias. Akasema, wewe ulokole wako huu, leo ningekuua, kwa sababu nilikuwa nafikiria kuna mnyama gani hapa, ilikuwa nimebakiza kidogo sana nikumalize kabisa. Kwa hiyo mchungaji anasema aliendelea kumwomba Mungu kwa jasho na damu, kwa machozi mengi, anamlilia Mungu kwamba Mungu, nataka nikuone. Kama wewe una uwezo wa kuponya, basi Mungu, nataka nikuone. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Yule mchungaji mimi, sio stori za kuambiwa. Yule mchungaji mimi ndio aliyenibatiza. Yule mchungaji John Matias amenibatiza. Wakati ananibatiza ameshakuwa mchungaji kipindi hicho, na ukimwi hana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anapata ukimwi alikuwa hajaoa. Baadaye akaenda kupima ukimwi hana. Akachukua yale makaratasi ya hospitali, akarudi tena kwenye mkutano wa kulola mwakani, akasema, mimi nimepima na dokumenti hizi hapa za hospitali, sina ukimwi. Alichokifanya, kwa sababu vipimo tayari vipo na vinaonekana, akaendelea kumshukuru Mungu kwamba ukimwi hana. Akachumbia, akaoa, akaendelea kuwa mshirika. Kipindi hicho alikuwa na sali Pansiasi kwa mchungaji Kamando, nafikiri ilikuwa Lumala. Wakati huo akaendelea kuwa mshirika wa pale mpaka alipopata wito wa kwenda kufungua kanisa Igombe. Mchungaji Matias akaendelea na familia yake. Nimemuona Matias nikiwa mdogo kabisa, nimeendelea kumuona Matias nikiwa kijana na kuwa, niendelea kumuona Matias mpaka leo. Ameendelea kuwa na utumishi wake wa jeshini mpaka amekuja kustaafu juzi. Yule mchungaji Matias mpaka sasa hivi yupo na hana ukimwi, lakini alikuwa na ukimwi. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya muujiza wako, siri ya muujiza wako ni kuendelea kumng'ang'ania Mungu. Mwambie Mungu, usipokwenda na mimi siendi. Mungu, kama ulikausha bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakapita katika nchi kavu. Mungu, kama uliwaua watoto wa Kimisri ukawabakiza watoto wa Kiebrania, Mungu, kama wale wakoma uliwalisha chakula na wakawa matajiri kuanzia hapo. Biblia inaeleza wale wakoma walivyoenda kwenye kambi ya Washamu. Biblia inaeleza hawakukuta mtu, maana walisikia vishindo kama vya majeshi, magari ya kijeshi pamoja na farasi za kijeshi. Kwa hiyo ikabidi wakimbie. Wakakimbia, wakaacha dhahabu, wakaacha fedha. Washami wakoma wakaingia, wakala chakula kwanza, wakashiba, wakachukua dhahabu, wakachukua fedha, madini ya fedha, wakaondoka, wakaenda kuficha, wakachukua tena, wakaenda kuficha, wakachukua tena, wakaenda kuficha. Baadaye wakasema, jambo hili leo ni siku ya jambo jema, ya habari njema. Habari hizi tuzipeleke kwa mfalme. Wakawakuta walinzi wa lango la Samaria, wakawaambia, jamani, leo kuna habari njema, njooni huku, Washami wamekimbia. Nataka nikwambie siri ya
muujiza wako ni kujikataa. Usipojikataa, usipojitoa mhanga, hauwezi ukaupata muujiza wako. Kuna wakati inatakiwa kuomba Mungu maombi ya kujikataa kabisa, na ukaishi maisha yako, kwa sababu unajua, sikiliza moja kwa mbele moja, huwa kuna wakati tunabweteka kwa sababu tunajua wapo wa kutusaidia, kwa sababu tunajua yupo mjomba wangu ni tajiri, kwa sababu unajua yupo mganga wa kienyeji namtegemea, kwa sababu unajua yupo fulani anaweza kunishika mkono. Lakini wakati umebakia peke yako, ndio wakati wa kumdai Mungu ashuke akusaidie kama alivyowasaidia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tumishi wa Mungu, hakuna lisilowezekana kwa Mungu, huwa alipo. Biblia inasema Washami wakoma wakajitoa muhanga, wakasema bora tufe, tunaenda kwenye ile kambi tukale chakula. Jitoe muhanga, mtafute Mungu ambaye aliwafanyia watu wengine, alifanya miujiza mikubwa kwa watu wengine. Mungu ana uwezo kukufanyia na wewe. Shida huwa ni kuamini pamoja na kujitoa muhanga. Tunaposema kujitoa muhanga, tunamaanisha wewe omba kwa viwango ambavyo, yaani tunatakiwa unaanza kuomba kwa viwango ambavyo hujavizoea. Kama ulikuwa unafunga masaa 12, nenda zaidi. Kama ulikuwa unaomba lisali moja, nenda zaidi. Kama nilivyosema, wakati wa shida huwa hatujui kwamba zaidi samani kwenye nipumzike. Unasema moja nipumzike kwa sababu mazingira yako vizuri. Ukibakia mwenyewe unaweza kushangaa unaanza kuomba saa 5 mpaka saa 12 asubuhi. Kwa sababu hata kama ukijiegesha kitandani usingizi haupo. Bwana Yesu asifiwe. Usingizi haupo. Uko kwenye taabu, uko kwenye shida. Fanya kama walivyofanya wakoma, wakasema sisi bora tufe, lakini twende kwenye kambi la Washami. Asubuhi ya leo nakutangazia mtu wa Mungu, tunajiandaa kumaliza mwaka 2025 kuingia 2026. Lipo jambo najua unamuomba Mungu, unamtaka Mungu akufanyie. Kwa ulele mama huo Mungu hawezi kufanya, kwa sababu wewe unamjua Mungu. Mungu anahitaji azione hatua zako kubwa unayaelekea mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kuelekea mafanikio hapa katikati, au muujiza wako hapa katikati, huwa kuna vitu lazima ukatishe tamaa sana. Kuna hatari ya kufa, kuna hatari ya kupoteza, kuna hatari ya kujikatia tamaa kwamba hili jambo limeshindikana. Lakini wakati huo Biblia inasema, wakati huo wewe unaona kama kwamba vitu hivi haviwezekani, hapo ndio muujiza wa Mungu unataka kukushukia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati usiku unaendelea kuwa mnene zaidi, ndio usiku unaenda kupambazuka. Tunaposema sasa hivi ni usiku wa manane, saa 10 inakaribia. Endelea kumtumainia Mungu aliye hai. Mungu atakuvusha kwenye hiyo taabu kwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikutie moyo siku ya leo. 2026 ukawe ni mwaka wako wa mabadiliko. 2026 ukawe ni mwaka wa tofauti sana kwako. Ukawe ni mwaka wa baraka nyingi kwako. Ukawe ni mwaka wa maombi ya kujikataa kwa Mungu. Ukawe ni mwaka ambao utamwambia Mungu, nataka nikuone ukinifanyia jambo, kwa sababu wanadamu hawana msaada kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukawe ni mwaka wa mafanikio. Ukawe ni mwaka ambao ukipiga magoti kumwone Mungu
kama unazungumza naye ana kwa ana, hapo inahitajika sacrifice, hapo inahitajika kujitoa mhanga. Ukichukulia kawaida utapata vitu vya kawaida. Nataka nikwambie kitu kimoja. Juzi nilisema hata kama ungekuwa kwa shetani, wanaofanikiwaga kule kwa shetani, ukijaribu kuangalia, kama sio mtu ambaye ametoa kafara, basi ana juhudi kubwa sana kwenye utafutaji, na bado ana mganga wake pembeni. Yaani hajatoa kafara, lakini ukija kumfuatilia ana juhudi kubwa sana za utafutaji na ana mganga wake pembeni. Na ukichezea pesa yake ana uwezo kukupoteza kabisa. Kwa hiyo mafanikio yako hivi. Ukitaka kufanikiwa kiroho, nenda beyond. Nenda zaidi. Kama ulikuwa naomba kawaida, hakikisha unazidisha zaidi kwenye kawaida ili uguse moyo wa Mungu akufanyie jambo. Kama ni swala la kimafanikio ya kimaisha, wakati unapiga juhudi zako zile za kutafuta fedha, huku unamwomba Mungu, tofautisha na ulivyokuwa unamwomba Mungu mwaka huu. Ongeza kipimo, uende zaidi. Hayo ndio mafanikio. Kama ulikuwa ni mtoro wa kutoa fungu la 10, hakikisha unatoa fungu la 10 kwa uaminifu. Kama wewe ulikuwa ni bahili kwenye kutoa sadaka, unaiona hii shilingi 10,000, hii bwana ni ya kwangu. Wakati umesahau Mungu ndo aliyekupatia hiyo fedha na ana uwezo wa kukunyang'anya kwa njia yoyote ambayo wewe ukachukulia ni ya kawaida, kumbe Mungu amechukua fedha yako. Umenielewa vizuri? Yaani unaweza usimtolee Mungu sadaka au mchango kanisani, Mungu akakupiga kwa njia nyingine yoyote, hata ya ugonjwa ambao ukienda kupima hospitali mpaka process zinaisha, unakuja kupiga hesabu, unaona saa hizi zinaendelea vizuri, macho yamechangamka na uwezo wa kupima wakula chakula, umemaliza 600,000. Umenielewa vizuri? Kumbe ungejaribu kusacrifice, ungejaribu kujitoa mhanga kwa njia ya sadaka, ukasema Mungu, hii hapa hii nakupa wewe, ngoja nikujaribu hivi kweli, nakupatia wewe, si ndio? Alafu naomba Mungu uone kama Mungu atakubariki. Utashangaa Mungu anakuzidisha zaidi na utapata vitu vingi zaidi tofauti na hicho ulichokitoa. Kwa sababu gani? Mungu ukimtolea Mungu kwa uaminifu, Mungu anakuepusha na magonjwa, Mungu anakuepusha na chuma-ulete, Mungu analinda familia yako, lakini bado Mungu anakubariki kwa sababu moyo wako. Biblia inasema wakati Ibrahim anamtolea Mungu, wakati anataka kumchinja mwanae Isaka, Biblia inasema Mungu akaukamata ule mkono, haukuenda kwenye shingo ya Isaka, na akasema, leo nimetambua kuwa Ibrahim unanipenda kwa sadaka. Ukitaka kukorofishana na mtu hata hapa kanisani, mwambie habari ya sadaka, kwa sababu ulipo moyo wa mtu ndipo hazina yake itakapokuwa. Damiani sasa hivi hapa anaweza kaa yuko kanisani, kama ana pesa kwenye akaunti, akikaa kidogo akili yake inasoma zile milioni 2 kwenye akaunti. Umeelewa vizuri? Moyo wa mtu ulipo ndipo na hazina yake ilipo. Sasa wewe unapochukua hatua ya kumtolea Mungu kwa viwango tofauti na vile ulivyozoea, lazima Mungu aguse maisha yako na lazima Mungu akuzidishe kwa viwango vile ulivyomtolea Mungu. Mungu sio dhalimu kabisa. Kama ulikuwa unaomba kawaida, unazidisha viwango vya kumtafuta Mungu kwenye maombi. Mungu sio dhalimu, anaona juhudi zako. Lazima Mungu afanye kitu kwenye maisha yako. Hawezi kukuacha. 2026 ukawe ni mwaka wa mabadiliko makubwa kwenye maisha yako, kuanzia maisha yako ya kiroho mpaka maisha yako ya kimwili. Zidisha kutoka hatua uliokuwa nayo, uliokuwa umeizoea, nenda kwenye viwango vingine. Kama ni kwenye
ulikuwa unazunguka kidogo unasema nimekosa kazi, endelea kuzunguka zaidi kutafuta kazi. Kama ni biashara yako ulikuwa uongee vizuri na wateja, mteja hata kama alikuwa hana mpango wa kupita kwako, karibisha kwa bashasha mpaka apite dukani kwako au kwenye biashara yako anunue. Hivyo ndivyo viwango tunavyovihitaji, kwa sababu kuna muda mwingine haubarikiwi, hatupati baraka. Biashara unayo ila hauna customer service, hauna namna nzuri ya kuzungumza na wateja, wewe unasema Mungu hakubariki. Zidisha, tengeneza customer service, tengeneza ratiba nzuri ya kumwomba Mungu na uzidishe. Kama ni juhudi za kazi, mama mchungaji huwa anapenda kusisitiza kwa habari ya kilimo. Mvua sasa hivi zinanyesha, kama ni shamba, nenda shambani kwa sababu utajiri wako uko huko shambani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa 2026 ikawa ni 2026 ya viwango vingine